kidogo kwenye hilo eneo baada ya ripoti kwamba maseneta wawili wa Marekani wamewasilisha mswada huko kwenye bunge la Marekani na Senate wakitaka baadhi ya viongozi waandamizi wa serikali na pengine kwenye chama tawala wawekewe vikwazo na serikali ya Marekani kutokana na kwamba kuna vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu, ubaguzi wa kidini na vitu vingine kama hivyo, na wabunge walienda mbali zaidi na kushikia na kuishauri serikali pengine izungumze nayo, na kwamba wale na hata waziri wa mambo ya nje amekiri kwamba kinachozungumzwa hakina uhalisia na kile kilichopo ndani. Umepokeaje taarifa hii na msimamo huu ambao serikali imeutoa jana kwamba kuna kupinga ama vikali kile ambacho kimezungumzwa na maseneta? Mimi nafikiri hakuna haja ya kwenda Marekani. Si unarudi kwenye tume ile ya Chande. Amesema kwamba jeshi la vyombo vya usalama vina uhusiano, kuna uhusiano mbaya kati ya wananchi na vyombo vya usalama. Wewe sio unakwenda Marekani kwa nini? Ripoti hao watu wasomi vizuri. Taarifa yenyewe inakiri kwamba kuna uhasama, yani kuna mahusiano mabaya baina ya vyombo vya usalama na wananchi. Isipokuwa yeye amependekeza kwamba vile vyombo vya usalama ndio maana ukiangalia ile kauli inarudi kuvilaumu vile vyombo vya usalama, kwa sababu inasema kwamba jeshi la polisi liangalie namna ya kurudisha uhusiano mzuri na wananchi. Ndio jaji Chande kapendekeza pale. Kwa hivyo si hatuna haja ya kwenda Marekani. Si tuna tafiti zetu tu hapa zinathibitisha kwamba hali ya uhasama ni kubwa kati ya wananchi na vyombo vya usalama. Katika situation kama hiyo, wakati hivi ndio inatakiwa kulinda watu, huwezi kusema kutakuwa kuna amani kwa watu. Hao watu ni kwamba hawatuko salama kabisa. Maana hata kama itakuwa kwamba hivi vyombo viwafanyie, lakini hawana nani, kwa sababu si hakuna uhusiano mzuri. Kwa hivyo hivi vyombo haviwezi kufanya kazi ile ambayo inatakiwa. Tunatokaje sasa hapa? Maana yake ni kama kuna wingu. Sasa mimi nimewahi kuzungumza katika mahojiano nilifanya huko nyuma kidogo. Tatizo lililopo ni kwamba yani watawala wetu hawaoni kama Tanzania kuna tatizo. Yani ukiwaangalia hawaoni kama kuna tatizo. Hawaoni kama kuna mapungufu makubwa katika mamlaka walizonazo na taifa letu kwa ujumla. Wao wanaona kama vile mambo yako vizuri na vyombo vyao mbalimbali, mifumo yao mbalimbali yote iko sawa sawa, inakwenda vizuri, isipokuwa kuna watu fulani hivi ndo wakorofi na watu wenyewe ni wananchi au ni wale wakosoaji, ndo tatizo. Hii kukosekana kukiri, kwa sababu ili muweze kuondokana na tatizo lazima kwanza yale mapungufu yenu mkubali kwamba sisi tuna mapungufu haya. Umeona kule Rwanda wakati walipotaka kuondoa ile matatizo, waliunda mahakama, zilikuwa zinaitwa mahakama za Gashasha, kitu kama Gashasha, ambazo watu walikuwa wanakwenda pale wakwenda kukiri, wanasema bwana, kwa kweli sisi tumehusika sana katika ukandamizaji wa wananchi, tumehusika kwenye mauaji, tulichochea, tulifanya hivi, tulifanya. Hao wanaokiri pale ni watu wakubwa, mpaka viongozi wa dini. Nakumbuka viongozi wa dini waliohusika wamekwenda pale kwenye mahakama wakakiri kwamba sisi tulihusika. Watu walikimbilia kwenye nyumba za ibada, lakini walipofika kule hawakupewa haki ya ulinzi, na watu wauaji wakaja tukawaruhusu wakaua. Ile ni stage kubwa, yani sio ujinga ule. Yani ile ni kanuni muhimu kabisa, kwa sababu unakuwa umeeleza katika dhamira yako ile tatizo, unajenga imani kwa mtu mwingine. Lakini hutaweza kulifanya tena kwa sababu si imeshafahamika kwamba ulifanya kweli. Kwa hivyo hutaweza kurudia kulifanya ile jambo. Hili sisi kwetu halipo. Yani sisi kwetu halipo. Sisi watawala wanaendelea kujiona kwamba wenyewe ni watakatifu. Ndio haya maripoti unaona, kama ukiangalia ripoti zinakuwa namna hiyo, wazungumzaji kama hii kauli za Waziri Mkuu Mwigulu zimekatisha tamaa kabisa. Maana zinajadili katika mtazamo ule wa zamani, ule mambo ya kutengeneza, mambo ya kufoji, mambo ya hivi, mambo ya nini na nini. Yani unazungumza katika namna zile za mambo ambayo ndio tutakao tutoke kule tuje kwenye namna fulani ya kutafuta ufumbuzi. Sio namna ya kutengeneza kutupiana. Unajua kuna kufanya hivyo. Nimemsikia juzi wakati anatoa ile report, akawa anahesabu matukio, akaonyesha kwamba ndio matukio ambayo kuonyesha mfano kwamba yamefanywa lakini ya uchochezi. Akataja mabomu yalitupwa katika mkutano mmoja wa kisiasa. Huu ni mkutano uliofanyika kule Arusha.
ulikuwa ni mkutano wa chama cha demokrasia Chadema. Yakapigwa mabomu. Yalipopigwa yale mabomu pale, alikuwepo mbunge, mimi nimesoma kwenye vyombo vya habari. Mbunge alikuwepo wa Arusha wakati ule, God bless Lema, si ndio? Alisimama akaeleza kwenye media kwamba mimi nilikuwepo kwenye mkutano, akasema mimi nimewaona waliotupa mabomu. Sasa utasemaje? Na hakuitwa kuhojiwa. Maana yake kwamba watu waliotupa ile mabomu wanafahamika, lakini anajalia kwamba ile tukio lilifanywa ili kuipakazia serikali. Kwa nini yeye anakwenda kuchukua ushahidi pale? Mtu ambaye ameshuhudia. Mimi nimesoma kwenye gazeti la Mwananchi, yani jinsi mbunge make ni mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tukirudi kule kwenye ile mambo ya dhana zile, sio hapa watu wanataka kupakazia, hapa watu kupakazia. Sasa unarudi kwenye tatizo kubwa zaidi, maana yake ni kwamba tutafuti ufumbuzi wa hali inaendelea nchini. Alafu mwisho anaagiza vyombo vya usalama kwamba nimeagiza vyombo vya usalama vihakikishe. Hivi ndio wanaofanya kila siku, hivyo wanaofanya ufanyaji huu ambao umeleta matatizo, ndio huo ukiwaagiza wataendelea kufanya hivyo hivyo. Kwa hivyo tatizo litaendelea kuwepo pale. Kwa hiyo kimsingi njia ya kutoka bwana ni kwamba kwanza watawala wetu wakubali, waelewe kwamba kuna matatizo katika taifa letu, na tukae pamoja, waondoe fikra za kufika mahala za ubabe na kujiona kwamba nchi haiwezi kwenda hivi. Yale masuala yaliyozungumzwa kwenye ile ripoti ya Chande, yale kama yapo, hata kama wanasiasa hawapo, nchi haiwezi kwenda. Haiwezekani mnawatoza watu kodi, utitiri wa kodi, alafu viongozi wanafanya ufisadi na hakuna uwajibikaji, si ndio? Mimi nilifanya siasa hapa, nilishiriki kwenye mambo ya bunge, uchaguzi. Nimefanya kampeni kubwa ile ya door to door. Yani mimi nimetembea kule Temeke, nimetembea jimbo lote, nimemsikiliza kila mwananchi. Yale alizungumza Chande ndio yote mimi nimesikia kule kwa wananchi. Yani wananchi wanalalamika, na kila mmoja amelalamikia mfumo wa utawala jinsi ulivyo. Kodi, watu wanatoza si takataka. Nimekwenda pale kwa mama mmoja anauza mchicha vishina 20, lakini analipa si shilingi ngapi pale sokoni pale. Hali kama hii, yani haiwezekani nchi ikenda ikawa salama, unaona. Kwa hivyo ni lazima tukubali kwamba hali ni ngumu katika kile eneo. Tutafute ufumbuzi wa haya masuala kwa pamoja, sio uadui. Hizi siasa za ubabe, kukamatana, kutekana, hizi haziwezi kujenga hata siku moja. Siasa za mazungumzo ya kweli na kuthamini kile ambacho unazungumza, kwanza kuthaminiana, yani kuthamini watu wengine kwamba ni watu na wana haki katika nchi hii na wanatakiwa wasikilizwe, afu mkakaa mahali pamoja mkajadili, na yale ambayo mkajadili mkayaheshimu. Sio mnajadili vitu ambavyo wameheshimu. Hizo ripoti za tume zifanywe kazi. Hizo ripoti za tume zifanywe kazi kwa sababu ni ripoti ambazo ni muhimu sana. Unaunda vyombo vingi vya ukamataji vya nini sasa? Maana tafsiri yake nini? Ripoti inasema kwamba moja ya matatizo makubwa ni kwamba serikali imeunda vyombo vingi vya ukamataji wa raia. Hao raia wana nini mpaka wanaundiwa mavyombo ya ukamataji kila siku tu? Kuna nini huko mtaani huko? Mbona sisi tunaishi huko mtaani hatuoni uadui? Hatuoni tatizo la kuundiwa mavyombo mengi ya ukamataji? Huko wananchi wanaishi vizuri. Wanaishi vizuri, makabila yote wanaishi vizuri, Sumuhana na Mchaga wanaishi vizuri, Muislamu na Mkristo wanaishi vizuri, mfanyabiashara na nani wanaishi. Tunaishi vizuri kabisa huko mtaani. Haya mavyombo ya ukamataji mengi yanaundwa ya nini ambayo yanakuja kuleta matatizo huko mtaani? Kwa hivyo kwanza tukiri kwamba kuna matatizo, lakini tukae kuheshimiana, tuna siasa za ubinadamu. Sio siasa mtu kieleza ukweli mara mtu kakamatwa akatekwa na kadhalika. Hii haisaidii kitu.